Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu, naomba sasa unitumie kama chombo tu, nami nanyenyekea mbele zako, nisiwe mimi, uonekane wewe kwa ajili ya utukufu wako. Tuko kwenye somo lingine ambalo Roho Mtakatifu ameruhusu tuweze kujifunza. Jana wakati tunajiandaa na mkesha wa usiku, Roho Mtakatifu nilijiandaa kama ambavyo ilivyo kawaida kutafuta neno, kapata neno kwa ajili ya kunena. Lakini nilipofika katika nyumba ya Bwana, Roho Mtakatifu akaruhusu tuwe na nyakati tofauti kidogo, kutokana na maombi muda wote, na roho ya maombi ilikuwa imemiminwa. Tuliomba kwa takriban masaa matatu, kila mmoja akiwa amesimama katika roho. Sasa tulikuwa tuna mwendelezo wa somo la Roho Mtakatifu, matendo ya Roho. Ilikuwa kwamba tuendelee, lakini Roho Mtakatifu ametaka tujifunze somo hilo kwa ajili ya watu wote uweze kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba kidogo vyombo vikae vizuri. Niwaombe watu wa Mungu, mnipe masikio ya Roho. Wewe unaotaka kwenda mbinguni, nipe sikio lako. Unaotaka kwenda mbinguni, nipe sikio lako. Mara nyingi tunapokuwa nje, Bwana Yesu asifiwe, tunapokuwa nje tunaona matangazo mengi yamebandikwa kwa nguzo za umeme, nyingine zimeandikwa sehemu mbalimbali, wakitaka wengine waganga wa kienyeji wakisema njoo, tuna pesa, utajiri wa bahati. Utaona maneno mengi sana ambayo unakuta yamewekwa kwenye matangazo. Na ndio unakutana nitapo mimi mganga kutoka sehemu fulani, kutoka Nigeria, kutoka Kigoma, kutoka Sumbawanga na maeneo mengine kaza wa kaza. Na watu wanakwenda kwa sababu wanataka mafanikio ya haraka. Lakini si huko tu, hata kwenye huduma tunasikia baadhi ya watumishi wa Mungu ambao sasa utasikia matangazo kila mahali. Kuna sabuni ya upako njoo, kuna mshumaa, kuna mchanga umetoka Israeli. Kwa tunasikia mambo mengi ambayo asilimia kubwa ni ya kuvuta hali ya kidunia, mafanikio haraka. Na haya makundi yote mawili hana tofauti, kwa sababu yanatafuta na nitumie maiki ya kawaida kama yanatafuta kugusa mwili na nafsi, lakini hayagusi roho. Nyuma kidogo tumtazame Bwana Yesu ambaye ndio kiongozi wetu, mwenye kuanzisha na kukamilisha imani yetu. Ujumbe wa somo: chukua msalaba wako na umfuate Yesu. Chukua msalaba wako na umfuate Yesu. Chukua msalaba wako na umfuate Yesu. Tangu mwanzo wa huduma ya Yesu Kristo, alipokuwa ameanza kupatia wanafunzi wake, hata kabla mwanzo, wakati anafunza siku 40,
anaenda jangwani, anafunga usiku na mchana. Na baada ya hapo tunaona usoma katika Luka ile sura ya 2 utaona sura ya 3 anapanda sura ya 4 Luka sura ya 4 utaona kuanzia hapo alipoanza kujaribiwa. Na hata wakati sasa yuko na wanafunzi wake, tangu mwanzo Bwana Yesu alionyesha msimamo wake zaidi ya kwamba mtu yeyote akitaka kumfuata ni lazima awe tayari kulipa gharama. Ni lazima achukue msalaba wake na amfuate kila siku. Hakuwatazamisha tu kwamba katika mafanikio yale ya haraka, njooni mpate fedha, njooni mpate mali, njooni mtapata hiki na kile. Lakini aliwaambia tangia mwanzo ya kwamba itampasa mtu yote kumfuata, achukue msalaba wake, amfuate kila siku. Na ndivyo anavyotuambia hata hii leo ya kwamba tuchukue msalaba na tumfuate. Wengi waliokuwa anawaambia maneno haya waliposikia kwamba kuna gharama mbele ya kulipa, baadhi yao wakarudi nyuma wasiambatane naye tena. Ukisoma katika Luka 9 mstari wa 23, Luka 9 na ule mstari wa 23, anasema awaambia wote, mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Tarudia tena, Luka 9 na ule mstari wa 23, anasema awaambia wote, mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kwa hiyo Yesu alipowaambia kwamba kumfuata kunahitaji kulipa gharama, unahitaji kuchukua msalaba, unahitaji kujikana, kumfuata yeye kila siku, ambapo wakati mwingine unahitaji kunyenyekeza, wakati mwingine kunahitaji utii, wakati mwingine kunahitaji hata kupata mateso kutokana na kumfuata Yesu. Yesu hakuwaambia wanafunzi wake pekee, aliwaambia wote, akasema nawaambia wote, mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake anifuate. Akusema tu kwa habari ya wachungaji, maaskofu, wazee wa kanisa, watumishi mbalimbali, alisema nawaambia wote, mtu akitaka kunifuata na achukue msalaba wake anifuate. Kwa hiyo sasa katika hii Luka 9:23, Luka 23 ambayo inasema awaambia wote, mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Katika mstari huu tunaona masharti matatu ambayo Bwana Yesu anatuambia, anayaonesha kumfuata Yesu. Jambo la kwanza ni kujikana mwenyewe. Sharti la pili ni kuchukua msalaba wako kila siku, na sharti lingine ni kumfuata Yesu kwa vitendo. Masharti matatu anatuambia leo hii. Somo hili tunakwenda kujifunza nini maana ya msalaba, kuchukua msalaba. Tutakwenda kuangalia pia haya masharti matatu ambayo Bwana Yesu ametupa leo hii. Tunasema nini maana ya kujikana? Nini maana ya kuchukua msalaba na kumfuata kila siku? Tutakwenda kuangalia, na baada ya hapo sasa tutajiangalia sisi wenyewe tunaomba nini, na tutaomba daima Mungu atupe nafasi nyingine tena ili tuweze kutembea sawa na mapenzi yake. Tuangalie sasa maana ya chukua msalaba wako. Tutakwenda kuangalia kuchukua msalaba wako kwa muktadha wa kawaida wa maisha ya kawaida,
lakini pia tutakwenda kuangalia kuchukua msalaba wako, kwa maana mtazi wa Yesu alikuwa anamaanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika muktadha wa maisha ya kawaida, andika msalaba si shida za kawaida. Msalaba sio shida za kawaida. Msalaba sio shida za kawaida. Msalaba sio shida za msalaba sio shida za kawaida. Moja ya makosa makubwa ambayo kanisa linafanya au tunatafsiri tofauti ni pale tunapoona shida za kawaida kuwa ni msalaba. Pale tunapopita katika matatizo mbalimbali ya kila siku, tunaona kwamba ndio msalaba huo. Tuko katika hali ya umaskini, wakati mwingine ya kupungukiwa na mahitaji ya kila siku, tunaweza tukaona kwamba huo ndio msalaba. Tunapita katika ugonjwa, maumivu ya kimwili na maumivu ya kiakili, tunaona ndio msalaba. Matatizo mbalimbali ya kifamilia, ya kimahusiano, ya kijamii na kila namna, tunaona kwamba huo ndio msalaba. Lakini neno la Mungu linatuambia nini? Linatuambia baraka na changamoto mbalimbali zinawapata watu wote. Zinawapata walio wa Kristo na zinawapata na wasio wa Kristo. Zinawapata wale wanaofuata Yesu na hata wale wasiofuata Yesu. Kwa hiyo tunapopita katika changamoto, hazina uhusiano wa moja kwa moja na ufuasi wa kumfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanampata kwa kila mtu, kila mwanadamu anapitia katika changamoto, kila mwanadamu anapita katika ugonjwa, kila mwanadamu anapita katika mateso kwa nyakati tofauti. Yameruhusiwa chini ya jua. Ukisoma katika ile Mathayo 5:45, neno la Mungu linatuambia kuchomoza jua lake na kuangazia wale walio wema na wasio wema, waovu na wema, na kuonyesha mvua wenye haki na wasio haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutumie maji ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mwendelezo huu Mathayo 5 na ule mstari wa 45, neno la Mungu linatuambia kuchomoza jua lake, anawachomozea jua lake waovu na wema, lakini na mvua yake anaonyesha walio wenye haki na wasio haki. Kwa hiyo baraka na changamoto na matatizo zinawapata watu wote, bila kujali kwamba huyu mtu amemfuata Yesu au la, ameamua kuchukua msalaba wake au la. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa shida ya kawaida si sehemu ya matokeo ya kumfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hazina uhusiano wa moja kwa moja na ufuasi wa Yesu au kuchukua msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapopita katika magonjwa, katika hali ya kupungukiwa, katika matatizo mbalimbali, ni sehemu ya maisha ya kawaida ya kila siku. Kwa hiyo kumfuata Yesu, kwa maana ule msalaba ulikuwa na maana gani? Msalaba kwa maana Yesu ulikuwa na maana gani? Msalaba kwa maana Yesu ulikuwa na maana ya uamuzi wako binafsi na kuchukua msalaba wako na kumfuata. Matokeo yanayotokana na kumfuata Yesu, huo ndio unaitwa msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni uamuzi wa hiari wa kumfuata Yesu. Ni uamuzi wa hiari wa kuyafanya mapenzi ya Mungu na kuacha mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni gharama ya kusimama katika kweli hata kama itakugharimu.
Twende mbele kidogo, tutaona. Kwa hiyo haitokani na ile tu kwamba imekutokea. Tunaposema chukua msalaba, ule msalaba ule unaofuata wewe mwenyewe, na mtu na achukue msalaba wake hanifuate kila siku. Magonjwa yanaweza yakaja yenyewe, hayatokani na uamuzi. Mengine yapo ya kulisi, kwa si matokeo ya moja kwa moja. Hali ya maskini inaweza ikaja yenyewe, ni kama ajali fulani imetokea ukuitazamia, lakini kumfuata Yesu ni wewe unaamua kwa hiari yako mwenyewe kumfuata Yesu na kusimama. Tutaona mbele. Mathayo 10:28 anatuambia, wala mtu asiyetwaa msalaba wake na kunifuata hastahili kuitwa wangu. Wala mtu asiyetwaa msalaba wake na kunifuata, huyo si wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu hakusema msalaba utakaomwangukia kama ajali. Alisema yeye ambaye ataenda kuchukua msalaba wake na kunifuata kila siku, huyo ndio wa kwangu. So Mathayo 10 na ule mstari wa 38. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugonjwa unaweza kumpata mtu yeyote, si lazima awe amemfuata Yesu. Ugonjwa unaweza kumpata yeyote, hautokani na uhusiano wa moja kwa moja wa kumfuata Yesu. Tusome ile Petro wa kwanza mstari wa 4. Ule mstari wa 4, sura ya 4 mstari wa 15 na 16. Biblia inatuambia neno zuri kabisa pale. Paulo mtume Petro anapotuambia neno hapa, anatofautisha kati ya mateso ya kawaida na yale mateso ya kumfuata Yesu. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 15 na 16. Alopata asome. Yes, Petro wa kwanza 15 sura ya 15 na ule wa 16. Inasema, maana mtu wa kwenu asiteswe kama muuaji au mwivi au tenda mabaya au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine, lakini ikiwa kwa sababu ya Kristo asione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Petro anazungumza kwamba ikiwa mtu anapata mateso kama mwivi, kama hiki, lakini si kwa sababu ya matokeo ya kumfuata Yesu, lakini ikiwa yanakupata hayo kwa sababu ya kumfuata Yesu, basi nenda umshukuru Mungu, furahi kwa ajili ya jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajaribu kutofautisha hapo kwamba yako mateso watu wanapitia, wanaweza kusema ni msalaba, ni tofauti na yale mateso mengine yanayotokana na ufuasi wa Yesu na kumfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msalaba si mateso yale ya kawaida, ni matokeo ya kumfuata Yesu. Si kila maumivu ni msalaba, lakini kila msalaba una maumivu. Si kila maumivu ni msalaba, lakini kila msalaba una maumivu. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele, tutaona hatua kwa hatua. Na hii itatusaidia sana wakati mwingine tunapopita katika matatizo mbalimbali. Tutaacha kulaumu Mungu kwa sababu ya matatizo ya kawaida. Tutajua hiyo ni kawaida ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hebu tuangalie kwa muktadha wa Yesu, neno chukua msalaba lina maana gani? Kwa muktadha wa Yesu, kwa muktadha wa Yesu, msalaba kazi wa Yesu ilikuwa na maana gani? Ili tuweze kuelewa vizuri maana ya msalaba katika nyakati zile za Yesu Kristo, tunarudi nyuma, tunaangalia tamaduni za wakati ule, wakati wa utawala wa Warumi. Kipindi kile wakati Yesu yupo,
Biblia inatuambia ya kwamba wakati huo mtu yeyote alikuwa akisikia neno kwa mara ya kwanza, neno msalaba, alikuwa analichukulia kwa uzito usiokuwa wa kawaida, katika hali ya kuogofya na kuogopa sana. Mtu alipokuwa akisikia neno msalaba, lilikuwa lina maana kubwa mno ambayo si ya kawaida ambayo sisi tunaiona sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine msalaba kwa nyakati za sasa hivi tunaweza tukaona kwamba hata katika dini zetu tunaona kuna msalaba. Kila tunapopita kuna msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kila huduma ukienda utakuta kuna msalaba huko. Kwa nyakati za sasa hivi hautishi kwa sababu tunaona ni ukombozi. Tunapoona sehemu moja kuna msalaba, tunakumbuka mateso na kufufuka kwa Yesu Kristo. Lakini kwa nyakati hiyo haikuwa hivyo, kwa sababu hata Yesu mwenyewe alikuwa bado hajaomba pale msalabani. Ilipokuwa kitamkwa msalaba, ilikuwa kila mtu anaogopa. Tutaona baadaye mbele kidogo. Katika nyakati za Yesu neno msalaba lilikuwa lina maana gani? Lilikuwa na maana zifuatazo. La kwanza, ilikuwa ni chombo cha kifo. Katika nyakati zile za Kirumi, msalaba ndio ulikuwa ni adhabu ya mwisho kabisa ya wahalifu. Msalaba ndio ilikuwa ni adhabu ya mwisho ya kuwaadhibu watu. Msalaba ndio ilikuwa tukio la mwisho kwa wale watu ambao walikuwa wanasumbua kwa nyakati hizo. Na ndio maana tunaona wale wezi msalabani walikuwa wanawekwa wanawamba msalabani. Petro tunaoona ambaye alihubiri Injili aliwekwa msalabani. Kwa hiyo ilikuwa ni adhabu ya mwisho, kulikuwa kuna adhabu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ilikuwa ni hukumu kwa ajili ya wahalifu. Kwa sasa mtu alipokuwa akisikia neno msalaba, kulikuwa hakuna matumaini. Kulikuwa hakuna maisha tena. Kulikuwa hakuna faraja. Halikuwa anajua kabisa mimi tayari nimeshakufa. Kisheria ile tayari ishamhukumu kwamba yeye ameshakufa tayari. Dakika chache zijazo ataenda kufa. Kwa hiyo ilikuwa inajulikana hivyo katika jamii, neno msalaba. Alikuwa ameshakufa. Alikuwa hana tena mategemeo. Hana mipango aina yote ya sasa wala ya baadaye. Alikuwa amejikabidhi moja kwa moja kwa wale wauaji wakati huo ambao walikuwa wanaitwa watawala. Kwa hiyo akili yake yule ambaye alikuwa ameambiwa chukua msalaba wako, ilikuwa tayari hana maamuzi yoyote ndani yake. Alikuwa tayari ameshakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa Yesu anapotuambia chukua msalaba wako, anamaanisha nini? Anatolea mfano wa wakati ule ambako mtu ambaye alikuwa ameambiwa achukue msalaba alivyokuwa anafanana, tayari ameshahukumiwa kifo, anakwenda kufa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu hana mipango tena maisha yake ya kawaida, hana tena uamuzi wake wote upo chini ya watawala. Ndipo sasa Yesu anatoa mfano, anasema mtu akitaka kunifuata na achukue msalaba wake, ajikane mwenyewe anifuate. Kisikia usingizi unaweza ukasimama. Simama kidogo. Tusimame sasa kidogo. Tusimame kidogo. Tusimame kidogo. Na sisi tunataka tufike. Usikubali usingizi upate. Nyoshe. Leo kuna namna ambavyo mwambie kuna mtu anakwenda kupona leo. Kuna mtu anakwenda kupona. Kuna mtu anakwenda kupona. Kuna mtu anakwenda kupona. Unaweza kuketi sasa. Usione aibu ukiona unapata usingizi, nyuka, simama kidogo. Mwambie Yesu, leo ni siku yangu ya kupona. Leo ni siku yangu ya kupona. Waebrania 12 mstari wa 2. Tuisome hiyo. 12 mstari wa 2. Ambayo inasema tunamwangalia Yesu mwenye kuitimiza na mwenye kuanzisha na kuitimiza hiyo imani yetu. Halafu inaanza kutamka pale kwamba yeye alivumilia yote. Tuangalie Waebrania 12 mstari wa 2. Tutasoma. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake
aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Yesu alivumilia msalaba. Lakini maana ya pili ya msalaba kwa muktadha wa Yesu ni ishara ya aibu. Ni ishara ya aibu. Zamani mtu alipokuwa akisuuza msalaba, ilikuwa ni mtu yule ambaye amekaa msalabani amewamba, ni mtu ambaye amelaaniwa. Ni mtu ambaye amefedheheshwa. Yaani mtu alikuwa akienda katika ile mateso anavuliwa nguo zote, anabaki tu na nguo ndogo ya kuhifadhi. Lakini kote alikuwa anakuwa wazi na kila mtu anamtazama. Kwa hiyo sasa msalaba haukuwa jambo jepesi. Ilikuwa ni kumtoa utu wa kibinadamu. Ni kutoa heshima aliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma Wagalatia 3 mstari wa 13. Wagalatia 3 mstari wa 13. Inasema hivi. Wagalatia 3:13. Tasoma Wagalatia 3:13 inasema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Kwa hiyo tunaposema kuchukua msalaba ni ishara ya aibu. Unapochukua msalaba ni kubali kudharauliwa. Kuna nyakati utadharauliwa. Katika safari hii ya imani ya kuchukua msalaba, kuna nyakati utadharauliwa. Kuna nyakati utadharauliwa hata na wapendwa. Kuna nyakati utadharauliwa na watu wa karibu. Na wakati utadharauliwa hata na mtu wako kabisa wa karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini msalaba ilikuwa ni kukubali kusemwa vibaya. Yesu alisemwa vibaya. Na sisi katika nyakati tofauti tutasemwa vibaya. Kwa hiyo msalaba ni sehemu ya kukubali kusemwa vibaya. Yesu alipokuwa pale msalabani alisemwa vibaya. Na wengine wakaongea maneno mazito. Ikiwa wewe mwana wa Mungu, shuka chini, uliofanya kuliokoa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyingine ni alama ya kujitoa kabisa. Mtu alipokuwa anachukua msalaba, kulikuwa hakuna namna nyingine kwamba anaweza kuchukua msalaba nusu. Umebeba msalaba. Ile tu ukiamua wewe chukua msalaba wako, ilikuwa ni kifo. Unachukua unaenda Golgotha. Unabeba msalaba wako moja kwa moja. Kulikuwa kuna majaribio kama ambavyo tunaenda kwenye utumishi, kwenye huduma, safari ya kumfuata Yesu. Wakati mwingine tunaweka mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje. Tunafanya majaribio. Lakini Yesu alikuwa anasema chukua msalaba wako. Hakuna majaribio. Unauchukua mzima mzima. Hakuna kurudi nyuma. Wote walikuwa wanachukua msalaba na ubeba msalaba wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa hakuna majaribio, kulikuwa ni kusonga mbele. Hakuna tena muda, hakuna kujadili. Kwa hiyo unachukua baada ya muda fulani unaenda kuuawa. Huyo mtu aliyekuwa amechukua msalaba wake tayari kubali kwamba yeye ameshapoteza maisha. Ameshapoteza maamuzi. Ana lolote la kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Hata anapomtukana yeye hawezi kufanya chochote. Ndipo sasa Yesu anapotuambia hata sisi tuige zile tabia za wakati huo. Mtu alikuwa ameshahukumiwa kuchukua msalaba, alikuwa mtu wa namna gani? Ndipo sasa tunakulinganisha na sisi katika safari yetu ya wokovu tuwe namna hiyo. Luka 14 mstari wa 27 anasema, mtu awaye yeyote asiyebeba msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa hiyo msalaba inamaanisha tufe kwa ajili ya mapenzi yetu binafsi. Mapenzi yetu binafsi lazima yafe. Mapenzi ya nafsi lazima yafe. Mapenzi yale ya kwetu ya kuamua lazima yafe. Na mapenzi ya Mungu yaweze kusimama. Tunasalimisha haki zetu zote, tunamweka mbele ya Bwana. Halafu tunaenda kufanya mapenzi yake. Yale ndio mapenzi yetu tunaweka pembeni, lakini tunafanya mapenzi ya Mungu. Yesu alipomfananisha mtu ambaye amebeba msalaba, alikuwa anamfananisha mtu aliyehukumiwa tayari, alivyokuwa anafanana. Na sisi tunataka tuwe namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
Tusome ile Warumi 6 na ule mstari wa 6. Warumi 6 na ule mstari wa 6, ambayo Mtume Paulo anatuambia utu wetu umesulubishwa pamoja na Kristo, utu wetu wa kale. Amen. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa hiyo tunapochukua msalaba huu ni pale ambapo tunasema si mapenzi yangu bali mapenzi yako Bwana. Si mapenzi, si mimi tena bali ni wewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasimama katika kweli, hata kama kweli itakugharimu, hata kama kweli itakukosesha baadhi ya fursa. Tunasimama katika haki, hata kama haki hiyo itakunyima baadhi ya fursa, hata kama haki hiyo itakunyima kabisa, hata kama haki hiyo itakupoteza baadhi ya marafiki, hata kama haki hiyo itakupoteza mtazamo wako, hata kama haki hiyo itakubadilisha kila kitu na kukushusha chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha dhambi ulikuwa unaipenda. Ni moja wapo ya mfano. Mwanzo ulikuwa kuna dhambi fulani ambazo unazipenda, lakini kuamua kuziacha kwa ajili ya Yesu ni kuchukua msalaba wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna ufuasi wowote wa kweli bila msalaba. Hakuna ufuasi wowote. Tunaposema tunamfuata Yesu na bado hatutaki maombi, bado hakuna ufuasi bila gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna ufuasi wowote bila gharama. Tutaenda mbele, tutaangalia, tutaona. Sasa katika ile bado tuko katika Luka 9:23. Kuna vipengele vitatu vya muhimu sana ambavyo Yesu amevikazia, na leo sasa tunataka tuvipitie kipengele kimoja mpaka kingine. Kipengele cha kwanza anasema ajikane mwenyewe. Ajikane mwenyewe. Yesu anaanza katika yale masharti matatu. La kwanza anaanza kusema ujikane. Jikane. Katika yale mambo yote matatu anaanza kusema wewe mwenyewe lazima uamue na usamilie kwamba mimi sasa nimeamua kumfuata Yesu. Kuna watu wanamfuata Yesu bado wameruka stage ya kwanza ya kujikana mwenyewe. Lakini Yesu anataka wale wote wanataka kumfuata, cha kwanza lazima ajikane mwenyewe. Aamue kumfuata kila siku. Na huo ndio msingi wa kwanza wa kuchukua msalaba. Ukianza kufuata kuchukua msalaba kama unajikana mwenyewe, hawezi kufika. Ndio maana Yesu akasema lazima ya kwanza jikane mwenyewe, aliyo sasa uanze kuchukua msalaba wako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ufuasi wote bila msalaba. Kujikana mwenyewe si kujichukia. Wakati wewe unasema mimi ngoja najikana, najikatakata na kujichukia, naishi maisha labda ambayo inaonekana niko vile au niko vile ili nionekane wa kiroho sana. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kujitoa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Kujikana ni kuyaweka mapenzi ya Mungu mbele na kuyanyamazisha mapenzi yako. Ni kuacha nafsi inapopata hata vitu ambavyo nafsi ingependa ivipate na kuviweka pembeni. Biblia inaposema ombeni bila kukata, keshe. Namna hii haiwezekani isipokuwa kufunga na kuomba. Tunapofunga tunaunyima mwili chakula. Tunapounyima mwili chakula, ina maana kuna namna mwili unakosa ishara ya kujikana huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namna ya kuondoa mimi katika kiti chako cha maisha yako ya kawaida. Unasema mimi si mimi tena. Kufanya tena mapenzi ya kwako. Unafanya mapenzi ya Mungu. Unafanya mapenzi ya Mungu. Si wewe tena. Hata kama utapungukiwa na mambo ya kidunia,
kuna namna nafsi itapungukiwa, ni kutokana na matokeo ya kumfuata Yesu. Si wewe tena, bali Kristo. Bali Kristo ni kukubali Kristo awe Bwana na si msaidizi. Yeye anapokuwa Bwana, ina maana wewe unakuwa mtumwa wake. Nafsi haiwi tena juu. Kuna mazingira tunaishi sisi, nafsi ni Bwana, lakini Yesu ni msaidizi, ni mtumwa. Kwa hiyo katika namna hiyo tutayafanya mapenzi yetu, wala si mapenzi ya Mungu. Kujikana ni kukubali kuyafanya mapenzi ya Mungu na kukataa kufanya mapenzi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kusema hapana kwa mimi na ndio kwa Bwana kwa kila jambo. Sasa hebu tuangalie mambo yanayohusisha na kujikana. Mambo yanayohusisha na kujikana ni yapi? Mambo yanayohusisha na kujikana: matamanio ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Matamanio ya mwili. Haya si matamanio yote. Kwa mfano uko na mke wako, hiyo sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yale yanao, kuna matamanio yanayopendeza mwili, lakini yanapingana na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Matamanio yoyote yanayopendezesha mwili na kufurahisha mwili, lakini yanapingana na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, tamaa ya dhambi. Tamaa yote ile inaufurahisha mwili kwa kitambo, lakini inaua roho. Tamaa yote ile inaufurahisha mwili kwa kitambo, lakini inaua roho. Tamaa ya dhambi. Kiburi. Raha zisizo halali. Siko raha katika dunia, ina fahari yake na namna yake ambazo Mungu hajaziruhusu. Tunapokuwa tunafanya, tunaifurahisha nafsi, lakini tunampinga Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado hapo hatujakubali kujikana. Bado hapo hatujakubali kujikana. Na wakati mwingine tunafanya maamuzi yanayoongozwa na hisia zetu ambazo zinakinzana na neno la Mungu linavyotaka tufanye. Na Yesu anasema yote ambaye hajataka kujikana hataingia mbinguni. Sasa unaweza kaona watakaoingia mbinguni ni wachache sana. Neno hili limeruhusiwa ili tuweze kujua ambaye atataka kwenda njia tofauti atakuwa ameamua mwenyewe kufunga mlango wa kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wagalatia 5 na ule mstari wa 24. Soma hiyo, Wagalatia 5 na ule mstari wa 24. Anasema hivi, Wagalatia 5 na mstari wa 24. Galatia 5:24 inasema, na hao walio wa Kristo Yesu wamesulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Amen. Twende kile kinaitwa ubinafsi. Ubinafsi. Bado watu wanataka kujikana. Ubinafsi unakuta wajitambuliza wewe mbele. Kujitaka ubinafsi, utafuta faida yako mwenyewe, kupuuza mapenzi ya Mungu na ya wengine. Ubinafsi. Yesu anataka tuishi kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili yake mwenyewe, si kwa ajili yetu sisi. Yale yote ambayo ya kwetu sisi lakini hayampi Mungu utukufu, Yesu anataka tuishi. Soma katika Wakorintho wa pili 5:15. Anasema, Wakorintho wa pili 5 na ule mstari wa 15. Anasema, ili wale waishio wasiishi tena kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yao. Ana Yesu asifiwe sana. Lakini mipango inayopingana na mapenzi ya Mungu, si kila mpango ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Baadhi ya mipango inakinzana na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka